إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu wapenzi wa Kiislamu, kama ambavyo tunavyojua tukiwa tumo ndani ya masiku 10 matukufu au ndani ya siku 9 tukufu za mwezi mtukufu wa Dhulhijja, ni mwezi ambao uliokuwa mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi uliojawa na khair na baraka nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mwezi ambao unapatikana siku katika masiku matukufu ya mwezi mtukufu huu ambao ni yaumu Arafa, siku ya Arafa. Wanazuoni ridwanullahi ta'ala alaihim wameizungumza kwa upana na kwa urefu siku hiyo na kwa njia mbalimbali, lakini sisi tunazungumzia kwa ufupi ili watu kuitumia nafasi hii na fursa hii ya kuweza kutenda maheri na mema katika siku hiyo ili kujipatia fadhila nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaumu Arafa ni siku gani hii? Yaumu Arafa huwa yaumu tasi Dhulhijja, huwa yaumu tasi min Dhulhijja, ni siku ya mwezi 9 ya mfungo 3, yani mwezi wa Dhulhijja. Na hii ni kuanzia kuandama kwa mwezi, unahesabu siku ya kwanza, ya pili mpaka ya 9. Siku ya 9 sumia yaumu Dhulhijja, ndio ikaitwa siku hiyo ni siku ya Dhulhijja, yaumu Arafa, siku ya Arafa. Siku hii ya Arafa kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، funga ya siku ya Arafa, funga ya siku ile ya Arafa. Na Arafa inazungumzwa hapa ni Arafa ya mwezi 9. Maana kila watu na kila miji na kila maeneo watazingatia muandamo wa mwezi ulioandama kwao, kisha siku yao ya 9 ndipo itakuwa siku maalumu na siku hasa kutekeleza ibada hiyo ya mwezi 9. Ndio asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Ahtasib, mimi Muhammad, yani mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yani yeye anatarajia, ahtasibu ala Allah, ninatarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yukaffira sanata allati qabla, kusamehewa, kufutiwa madhambi ya mwaka uliokuwa kabla yake, wasanata allati ba'da, na mwaka unaokuja baada yake. Yani kuifunga siku ile ya mwezi 9, siku ya Arafa, Mtume anatarajia Mtume sallallahu alayhi wasallam, warajauhu sallallahu alayhi wasallam muhaqqaqun, na matarajio yake Mtume sallallahu alayhi wasallam ni matarajio ya uhakika. Fasawmu yaumi Arafa, kwa hiyo kufunga siku ya Arafa mtu husamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Ona fursa hii ambayo walioipata ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo fursa hii haikupatikana katika nyuma zilizotangulia. Unapata msamaha mwaka uliopita na mwaka unaokuja, na haya yanayosamehewa wanasema ni wale madhambi yaliokuwa madogo madogo, ikiwa yanapatikana. Na ikiwa hayakupatikana madhambi madogo, basi usamehewa, uhafifishiwa katika yale madhambi yaliokuwa makubwa. Kwa hiyo tujitahidi sana hii fadhila na utukufu huu tusiukose. Ukishindwa kufunga siku hizi 9 za kabla yaum Arafa, basi ingalau siku moja katika siku hizo, siku 9 ambazo ni yaum Arafa, ujitahidi kufunga
ili kwa fadhila za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.